Ndugu zangu, serikali ya namna hii iliwahi kuwepo katika nchi hii. Serikali isiyojali utu wa raia wake. Serikali inayowatazama raia kama watumwa kwenye taifa lao. Serikali hiyo iliitwa serikali ya wakoloni. Ni serikali ambayo ilitegemea majeshi kuwepo kwake. Wanapiga watu, wanaua watu, wanatisha watu. Ikawa ni serikali ambayo haiwezi kuhojiwa kama ilivyo serikali ya CCM leo. Ukihojiwa kama unahoji ukiwa kanisani, wanafungia kanisa. Wakihoji kama wanahoji msikitini, wanakamata mashehe, wanawapoteza. Nchi ambayo inashuhudia maiti za raia wake zinatupwa kwenye viroba na hakuna uchunguzi, ni nchi inayoongozwa na serikali isiyojali raia wake. Ninachotaka kuwaambia, serikali ya namna hii ilipokuwa inaitwa ni serikali ya kikoloni, wajibu wa kuiondosha haikuachwa kwa majeshi ya kikoloni. Wajibu wa kuiondosha ulibaki kwa raia walioishi na serikali dhalimu ya kikoloni. Ndugu zangu, sisi katika nchi hii ni raia. Mambo ya kuuziwa maiti, hata hiyo serikali inayosema ya kikoloni haikuwahi kufanya. Mkoloni hakuwahi kuuza maiti kwenye nchi hii. Ni CCM peke yake ndio wanauza maiti. Mkoloni hakuteka watu wakawa wanapotea hawajulikani waliko. Pale alipoua aliua kwa vita na ilijulikana wanaua na majeshi yao. Tuna serikali ambayo imeshindwa na inafanya ukatili kuliko hata serikali ya kikoloni. Ninachotaka kuwakumbusha, wazee wetu walipoona serikali inayoongoza nchi yao ni serikali ya namna hiyo, walihamasishana kuiondoa hiyo serikali. Hawakujali kwamba serikali hiyo ina mapolisi watakaowapa amri waue raia. Hawakujali kwamba serikali hiyo inao maafisa wa usalama wa taifa wanaweza kusambaza viroba vya maiti mtaani ili kutisha watu. Walijua kwamba serikali inaposhindwa kwa kiwango hiki, kinachofuata ni nakama ya raia. Raia wanakwenda kupata mateso. Kama hautookotwa mwili wako kwenye kiroba umetupwa, basi subiri, unapeleka mgonjwa wako hospitali, utaambiwa anaumwa kwa sababu huna hela, utaambiwa rudi akafe nyumbani. Na haya ndio maisha tunayoishi leo. Hii ni serikali ambayo imewahi kushuhudia mama mjamzito anashindwa kufanyia operesheni kwa sababu hana shilingi 150,000 katika kituo cha afya Kabuku. Na serikali ikaacha yule mama akafa kwa sababu hana 150,000. Haya ndio maisha ya Watanzania. Wajibu wetu kama raia, unapokuwa na serikali ya namna hiyo, ni mmoja tu: kuhamasishana kuiondoa hiyo serikali kwa namna ambayo serikali hiyo inataka kutoka. Kama serikali itaheshimu kura, basi wananchi watumie kura kuiondoa. Kama serikali itatumia vibaka kuiba kura, wananchi wakatae kuibiwa kura.